Uko tayari kukosa ubingwa? Yaani unajua kuna namna ukiwa mkubwa fanya chochote ili kukomboa familia. Yaani unajua tunachokifanya Yanga sasa hivi ni kukomboa madudu ya mpira wa Tanzania. Unajua unajua kuna muda huaga nakaa najiuliza kwani ndugu zangu wa Simba kuna muda wanakuwa wamekumbwa na nini. Unajua kila nikikaa najaribu kufikiria huyu ndugu yangu labda akiamka anaweza kaa na akili mpya au anakaa na mimi kidogo kuna vitu anaweza kaa na anageni kidogo anaweza kavielewa. Si ndugu yangu waga anawaza nini au sijui anakula nini. Hajawahi kuelewa mema yoyote kuhusu mpira. Yaani hajawahi. Yeye alichobaki yeye ni kujua tu kuwa viongozi wa Yanga waga wanakosea. Hawezi akakaa hapa akasema jema. Yaani kwa bana kiongozi wa Yanga kafanya hili, kafanya kwa mazuri, ili kafanya kwa mabaya. Hebu turudi kwenye tunachokipigania sisi. Mimi toka siku ya kwanza kama wewe unakuja dada hapa, sikuwahi kusema kama Simba amekosea kupeleka ile kuandika ile barua Simba kwa ile usiku kwa bana hatucheze mechi. Sijawahi kusema kama Simba amekosea na alikuwa haki na kwenye sababu zake za msingi. Na mara nyingi nilikuwa nikigombana na wenzangu wa Yanga ambao pia walikuwa hawaelewi nini na maanisha. Simba alikuwa na haki ya kugomea ile mechi kwa sababu kwa nyimwa sababu zake za msingi za kufanya mazoezi. Tunachokiongelea hapa tunapigania mpira wa Tanzania. Kuna muda tuwe tunaacha uzuzu. Nielewe kitu kimoja dadangu. Simba alikuwa na haki ya kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi kwenye uwanja wa timu ya taifa. Simba kaenda pale kikanuni kwenda kufanya mazoezi. Simba kufika pale kakuta mabouncer na mabouncer aliyowakuta Simba ni wa Yanga. Wale mabouncer wa Yanga hawajajiweka pale kwa sababu uwanja sio wa kwetu, sio ule uwanja tumekabidhiwa na kamishna. Kamishna katukabidhi kwa sababu anajua nyie ndio wenyeji wa mchezo huu uwanja, mnastahili kuwa nao kuanzia sasa hivi. Alitukabidhi akiwa naamini Simba hawaendi kufanya mazoezi kwa sababu ya taratibu tulizojiwekea sisi Simba na Yanga hatuendi kufanya nini? Mazoezi, lakini sio sheria. Simba alichofanya ni kusurprise kwa bana mimi nakuja kufanya mazoezi na alikuwa kwenye haki yake. Kwa hiyo Simba kwenda pale, alivyoenda pale akumkuta kamishna. Kufika pale kakuta mabouncer akasema sisi hatuna taarifa yenyewe kuja kufanya mazoezi, tumeshakabidhiwa uwanja. Yaani hapo mabouncer wa Yanga kwanza wanakosa gani mpaka hapo? Kilichofanyika Simba ikabidi wapige simu kwa wakubwa, kupiga simu kamishna huko nyumbani kalala. Bwana halo Simba amekuja. Kumbe wamekuja. Mimi nilivyozoea huwa Simba na Yanga hawajagi siku moja kabla ya mechi. Hata kukumbuka mechi ya kwanza si Simba tunawafunga goli moja wanajifunga. Si mechi ya mwisho tumetrain kambini kule Victown. Hatukwenda pale kwao ni kawaida. Wale makamishna wamezoea Simba na Yanga huwa hawaendi. Wapi? Taifa. Kupigiwa simu huko nyumbani amelala. Muda wa kutoka nyumbani mpaka kufika nje ya Taifa kishachelewa. Simba alikuwa afanye mazoezi lisali moja. Sio masaa mawili wala matatu, sijui ndugu yangu ile rekodi anaitwa wapi. Kamishna kufika pale muda ushaisha. Kufika pale muda kikanuni, mabouncer Yanga wakakataa akasema sisi muda tunaojua Simba atakiwa afike hapa afanye mazoezi muda wa mechi. Sasa hizi umekuja saa 2 si hatuwezi kuwaruhusu. Kamishna akakosa cha kufanya, Simba akageuza basi wakaondoka. Yaani mpaka hapo Simba hana kosa, mwenye kosa bodi ya ligi. Sasa ninachoshindwa kuelewa, ndugu zangu wa Simba sijui wanafeli wapi. Yaani wenyewe wanachotaka tu mechi itakuwa sisi hatuna shida na kuwa mechi itakuwepo itachezwa kwa sababu TFF wana mabavu wanaweza kufanya ubavu wote na sisi kwa sababu masuala ya kofia kutoshuka daraja unaweza ukacheza sijui sielewi huko mbele, lakini tusitiki kwenye sababu ya msingi nani mwenye kosa. Yaani sio tu ukishika maiki Yanga wanaogopa. Kuna muda uwe na akili uelewe nini unaongea. Sio kila muda tu unaongea unabishana mradi unabishana. Bodi ya ligi kwenye hili wametukosea. Ili kuokoa mpira wetu tufanye nini? Sio sasa kama wewe Yanga ndio baba goti wa mpira wa Tanzania. Yaani madudu kama haya yametokea na wewe tu unapeleka mechi unacheza. Siku atafanywa timu ndogo ambazo haziwezi. Unajua mpaka sasa hivi kwa nini mechi ilikuwa haijacheza? Kwa sababu pia Yanga ana ukubwa wake na wanajua thamani ya Yanga kwenye mpira wa Tanzania. Ndio maana hata kupanga dabi Taleo walikuwa wanasuasua. Ndio maana hata wakubwa nchi waliingilia kwa waita kwenda kwa shauri kwa sababu wanajua ukubwa wa Yanga. Angekuwa amefanya Gwambina au nani mechi siku ile na ingepangwa ingechezwa. Lakini kwa sababu alifanya Simba akafanya Yanga, ndio maana hata wenyewe wanakuwa wazito kufanya hili. Tufanye hivi kuokoa mpira wetu. Sio kila muda tunapiga makelele tu. Kwani huyu jamaa vipi mtu mzima? Haya tunarudi kwenye swala la kasi. Yanga alipopeleka kule barua kasi, alifanya makusudi akijua kabisa naenda kasi, siwezi kushinda huku ninakoenda, lakini alifanya makusudi. Dadangu, sheria ziko hivi. Kasi kule wanapokea lalamiko siku 21 kutoka tukio lilivyotokea. Ina maana zikizidi siku 21 siku 22 kimsingi malalamiko yako hata ukipeleka yanakuwa hayana haki. Yanga wamewaandikia barua TFF kwa sababu hili kosa ni la bodi ya ligi na Yanga na Simba. Sijui unanielewa dadangu. TFF hahusiki, TFF wao ni watu wa kushauri. Yanga walivyoandika barua TFF kwa bana sisi tuna kesi na bodi ya ligi, TFF hawakujibu kwa maksudi. Siku 12 Yanga kuangalia siku 12 bado siku 9 zifike siku 21. Tukisema tusubiri hapa tutapeleka kule malalamiko kimsingi atakuwa yashaku nini? Yashaku. Kwa hiyo Yanga wakaona tupeleke kwanza kesi iwepo ya msingi huko wajue kuwa sisi tuna kesi na nani? Na bodi ya ligi. Kwa hiyo Yanga walipopeleka kule
kule ni mahakama ya rufaa kasi. Wakaona bora Yanga mmetuletea barua hii, lakini hamna nakala ya hukumu kwamba TFF wameamua nini kwenye sakata yenu na bodi ya ligi. Rudini mkaanzie huko. Kwa Yanga walikuwa wanajua wanachokifanya. Walifanya hivyo maksudi kwa sababu walikuwa wanaona hawajibii chochote na nini. Na majibu yenyewe ndo kama haya tuliona leo asubuhi wameshapanga tayari tarehe ya dabi. Kwa sasa hivi simepangwa. Kwa Yanga anasema na mimi nimepangiwa tarehe ya dabi wakati tayari nishapeleka nini? Malalamiko hii dabi sitaki kucheza. Sasa ndio sasa hivi ndo ana haki ya kwenda kasi, lakini bila hivyo hawa wasingepanga tarehe. Sio leo dadangu. Kwa hapa kuna muda kama unataka tuongee ushabiki mimi tutaongea tu. Yaani ukitaka tuongee ushabiki tutaongea. Mimi binafsi, mimi kama mtu wa Yanga, mimi sipendezi na hichi. Mimi napenda game ichezwe. Naweza nikaa tofauti. Sijui yeye anafikiria nini. Mimi binafsi, mimi Yanga, mimi Heli. Mimi natamani sana dabi. Naitamani kwa sababu ndio mechi pekee duniani mimi inanipa furaha. Ukiachana nafuatilia mpira wa Ulaya, mpira wa Tanzania, mimi hamna kitu kinanipa furaha kama kumfunga Simba. Na hilo nina imani naliweza kwa sababu nimefanya mara 4 mfululizo. Hamna kitu kipi atakachoniletea kitakufanya nisiwafunge. Kwa hiyo kuna muda kama tunataka tuongee mpira, kuokoa mpira wetu tuongee. Kama anataka tuongee ushabiki maandazi tutaongea, ila kuna muda ili tuokoe mpira wetu tuache kupiga makelele tu. Yaani wameenda, wameshindwa. Umeshindwa nini? Shida ni Kiingereza sijui. Ile barua Yanga ameambiwa rudi nendeni mkaanzie. Wakisema rudi nendeni mkaanzie, wangesema hamna kesi mkacheze mpira sawa. Rudini nendeni mkaanzie. Na maana wanajua kabisa hapa kuna kitu cha msingi cha kukiongelea, lakini mlikokuja huku mmevuka hatua. Mahakama rufaa huaga inajadili kitu ambacho tayari kimeshatolewa nani hukumu za chini. Hasa wanajadili nini? Tunajadili nini kama hamjapita TFF na kupewa nakala ya hukumu? Tunaongea nini? Ndio maana rudini mkaanza anakuja hapa anaongea ushabiki maandazi. Akuwe tuongee mpira, sio kila siku kuongea makelele. Nikushukuru. Nashukuru. Habari.